Ndugu zangu wana Mtwara, kwa upande wa kilimo mwaka 2021-2022 tulifanya maamuzi kuanza mfumo wa ruzuku za pembejeo katika zao la korosho. Tangu kipindi hicho salfa imekuwa ikitolewa bure na tumekuwa tukiongeza kila miaka inavyokwenda, na mmemsikia mgombea Premji hapa amesema kwa jimbo lake tu wanapokea sasa hivi karibu tani 30,000. Kwa hiyo tunaongeza, lakini nataka niwaambie serikali imefanya maamuzi haya, na kwa miaka minne iliyopita toka tumeanza tumeshatumia bilioni 726 kugawa mbolea na pembejeo za ruzuku kote nchini, sio Mtwara peke yake, kote nchini, na tunatumia bilioni 152 kila mwaka, pesa ambayo ingetoka mfukoni kwa wakulima, lakini tumeibakisha mifukoni kwao. Serikali tunagawa kwa ruzuku nusu bei, lakini vitu vingine ni bure, kama salfa bure, dawa za wadudu bure, dawa ya blight bure. Kwa hiyo ndugu zangu, serikali inafanya hivyo kwa sababu tumedhamiria kukuza kilimo, kukuza uzalishaji wa korosho. Na kwa hakika uzalishaji tumeuona. Uzalishaji wa korosho umekuwa kutoka tani 118,811 mwaka 2020-2021 ambazo zilikuwa zina thamani ya bilioni 265 na zimekuwa mpaka uzalishaji wa tani 330,505 zilizouzwa msimu uliopita 24-25, na shilingi trilioni 1 bilioni 900 zimeingia mikononi kwa watu, mikononi kwa wazalishaji wa korosho. Hii ni pesa nyingi sana ndugu zangu. Sasa isingekuwa ruzuku tungesema trilioni 1 toa ile ambayo tunaitumia kila mwaka kwa ruzuku, lakini hii ni safi, imeingia kwa wakulima.